Dini.com. Simlemble. Mama! Picha linaanza. Oh yeah, picha linaanza ladies and gentlemen, na hili ni picha jipya na tunaitumia vita ya Ukraine kuzungumzia zile silaha ambazo unaziona. Vita inayoendelea kati ya Urusi na Ukraine imegeuka kama shamba la maonyesho ya silaha za mpya zijazo. Kuna silaha nyingine hujawahi kuziona, lakini pia kuna tambo ambazo zinaendelea ambazo ukifuatilia katikati ya matukio haya yanayoendelea kwenye vita ni ngumu sana kuona. Kwa hiyo tumepita kwenye njia hii hapa, na anayetupitisha kwenye hili picha linaanza ni yule mkali wa hizi kazi, Razim Tamaduni, na hii inatokea nyanda za juu kusini. Picha linaanza ni jioni moja tarehe 16 Septemba 2022. Elon Musk alikuwa kwenye stress kubwa, simu ya moto. Simu yake ilikuwa imejaa notifications za message na missed calls kutoka Ukraine ambazo hakuwa tayari kuzipokea. Alikuwa anatakiwa kufanya maamuzi magumu, maamuzi ambayo yangebadilisha mchezo kwa vita inayoendelea kati ya Russia na Ukraine. Yes, jamaa alikuwa anavuta skanka live akiwa studio, ambaye sio mwanajeshi wala kiongozi wa nchi, just a tech guy. Alikuwa anatakiwa kuamua kitu kwenye vita ya Ukraine. Jioni hii kigiza cha usoni, ndani ya Black Sea, bahari iliyoko kati ya Ulaya ya Mashariki na Asia ya Magharibi. Inapakana na nchi kama Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, Georgia na Uturuki. Inaitwa Black Sea kwa sababu kadhaa, na mojawapo haina mzunguko mkubwa wa maji, so tabaka la chini lina gesi ya hydrogen sulfide. Kwa hiyo maji yake ya juu ni safi kiasi, lakini chini hayana oxygen. Kwa hiyo kitu kikizama hakionekani kirahisi. Hii ndio bahari ambayo inaelezwa safina ya Nuhu ilikuwa. Kuna theory ya science, sio ya imani ya dini, wanaita Black Sea Deluge Hypothesis, inayodai kitambo miaka 7600 iliyopita kulikuwa na mafuriko makubwa baada ya maji ya bahari ya Mediterranean kuvunja kingo na kujaa kwenye bonde lililokuwa kavu ambalo kwa sasa ni Black Sea. Mafuriko haya yalikuwa makubwa kiasi kwamba jamii nyingi za watu walikimbia miji. Watafiti kama William Lyon na Walter Pittman wamesema mafuriko haya huenda ndio chanzo cha hadithi ya gharika ya Nuhu. Anyway, tuachane nayo. Turudi 2022. Ndani ya bahari hii kulikuwa na boti ndogo inayoongozwa kwa remote kutoka Ukraine kuelekea ilipo meli kubwa ya kivita ya Urusi. Boti hii ya size ndogo Ukraine wanaziita vitoto vya kwenye bahari, Sea Baby, ya rangi nyeusi. Ina engine ya umeme, kwa hiyo haina kelele, na ilikuwa imebeba kifurushi cha vilipuzi tayari kabisa kwenda kuizamisha meli hii ambayo ilikuwa inafanya doria ya kulinda Crimea, eneo ambalo Urusi lilibeba kutoka Ukraine 2014. Kwenye episodi zetu za nyuma tulikuambia kihistoria Crimea ilikuwa sehemu ya Urusi, ila wakaipa Ukraine kama zawadi ya ujirani mwema, enzi hizo wakiwa kama shirikisho moja, yani USSR. Kwa hiyo nini kilitokea hadi Elon Musk anawaza kushika simu? Sea Baby ni boti inayoongozwa kwa kutegemea internet ya satellite ya Starlink ambayo Elon Musk ameiweka Ukraine. Lengo kuu alisema ni kusaidia kutoa haki ya watu kupata mawasiliano kwa raia wa Ukraine na serikali yake wakati huu mgumu wa vita, sio kusaidia vita. Kwa hiyo walivyoseti mipaka yake inazingatia mipaka ya kawaida ya kimataifa. Sheria ya kimataifa inasema endapo mpaka kati ya nchi na nchi utakuwa kwenye maji, basi utapita katikati ya maji. Kama ni baharini, mwisho wako ni kilomita 22 kutoka pwani. Baada ya hapo kuna categories mbalimbali za nini nchi inaweza kufanya na haiwezi kufanya. Wakati wauni wanatumia Sea Baby ikafanya tukio, hawakuzingatia hili. Internet ya Elon Musk ilikuwa imesetiwa kuishia kilomita 100 kutoka pwani ya Ukraine. Ilipofika kwenye maji ya bahari ya Crimea, network inasoma E. Mara mitambo inakata. Kitoto cha kwenye maji kikabaki chenyewe Black Sea bila mzazi wa kukiongoza. Naibu waziri mkuu wa Ukraine ndio alikuwa anapiga zile simu na text za mkuu ndugu yangu kwa Elon Musk, akiomba msaada angalau waweze kuongezewa range ya network ya Starlink ifike boti ilipo waweze kuiona.
Musk baada ya usumbufu kuzidi akaingia online, akatweet kwenye X yake, Starlink is meant for peaceful use only. Yes, mwamba aliamua kuwatosa wauni kwenye Black Sea, wakienda kwenye vilipuzi party. Wiki kadhaa mbele VC babies kibao vya Ukraine, vingine vilienda kuspy, vingine vilitumwa kushambulia, vilikutwa vimeletwa na maji hadi ufukweni baada ya kupoteza control. Na tayari element of supplies ikaondoka. Russia wakajua kuna haja ya kuanza kuwa makini. Huu ni mfano mdogo tu wa namna ambavyo vita kwenye ulimwengu wa sasa sio kama tulivyozoea kwamba ni wanajeshi na vifaru na mabunduki. Episodi iliyopita tulikusimulia kuhusu drones zinavyochukua nafasi ya binadamu vitani. Na kabla ya hapo tulikupa picha halisi jinsi makampuni ya teknolojia ndiyo yanayofanya biashara za kijeshi duniani. Mwaka 2018 ndani ya kampuni ya Google, wauni fulani wenye ofisi fulani ndani ya ule mjengo wa Google walikuwa na mitambo yao ya kurekebisha tabia na maskrini makubwa yamewazunguka. Wana energy drink pembeni, mwenye alikasusu naye aliruhusiwa. Walikuwa maengineer wa Google walikuwa wanatengeneza kile kilichoitwa Project Marvin. Hii ilikuwa order special kwa ajili ya idara ya ulinzi ya Marekani. Maengineer hawa wa Google waliagizwa kutengeneza software ambayo itaweza kudetect moving target ya kitu chochote kinachotembea ardhini, ambayo itakuwa inatumika kwenye drones, zile ndege zisizokuwa na rubani. Ulitokea mgomo mkubwa baada ya taarifa hizo kuvuja kwa wafanyakazi. Wafanyakazi 12 wakaamua kuacha kazi na mwisho Google wakatangaza kuto-renew mkataba. Ukipata muda nenda ukagoogle Project Marvin, utaona saga lake. Na hizo ni kati ya shughuli za haya makampuni ambayo tumeyazoea kwa online. Unahisi bado wanauza likes na comments. Makampuni haya yanafanya biashara ya teknolojia za kijeshi kwa taasisi kubwa za ulinzi Marekani, jeshi la uhamiaji na kadhalika. Amazon walichukua zaidi ya contract 350 kutoka taasisi za sheria na jeshi nchini Marekani, huku Google wakila mashavu zaidi ya 250 ya contract hizo. Hii ni kuanzia 2016 na sio kitu cha kuficha. Huwa zinaripotiwa kwenye media. Wasiwasi wa watu ni kwa nini kampuni hizi za kidigital na teknolojia zinachukua deals nyingi za kijeshi. Perception ya watu kuhusu makampuni haya taratibu inaanza kubadilika, kwa sababu ni watu ambao wanamiliki uwezo mkubwa wa kuharibu jamii kuliko wenye bunduki na jeshi. Hii inamaanisha kwamba hata walinzi wa nchi kwenye dunia hii tunayoelekea hawana sare, misuri ya mazoezi wala mafunzo ya uzalendo wala sare za mabaka, ila ni vijana watundu waliokaa nyuma ya keyboards za kompyuta wakitengeneza mifumo ambayo inaamua hatima ya usalama wa nchi yoyote. Ndiyo dunia tunayoelekea. Kuna kauli ya mwamba anaitwa Terry Ratchet, anasema the important thing about football is that it's not just about football. Yani kitu kimoja kuhusu mchezo wa soka sio soka lenyewe. But the thing about vita ni kwamba vita na watu muhimu kuhusu vita wala sio vita, ni biashara. Yani ule mchakato unaoendesha vita ambao mara nyingi huwa haujadiliwi. Episodi hii tunapita huku kwa kuzitazama silaha za generation mpya na uhusiano wake na vita inazoendelea duniani. Picha linaanza. Bwana, hondo unawajia hivi punde. I think what Madini.com has managed to capture, the stories are very captivating. Sijui kwa Kiswahili nisemaje. Haiboi hata kama ni kitu kizito, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Tarehe 23 Juni 2025 alfajiri ya saa 10 kasoro, kaboom, video inasambaa kwamba Ukraine wamelipua tena kwa mara ya tatu Kerch Bridge, daraja refu kilomita 19 linalounganisha Urusi na Crimea kwa kutumia mabomu ya kutega chini ya maji. Vasily Malyuk, mkuu wa usalama wa taifa Ukraine SBU, alisema hili daraja ndo Russia wanalitumia kusupply silaha na mahitaji mengine ya kivita kuingia kusini mwa Ukraine kupitia Crimea. Kwa hiyo sababu, nguvu na nia wanayo ya kulishambulia kama mbinu halali ya vita. Oktoba 2022 walitumia lori lenye vilipuzi kushambulia hili daraja. Miezi 10 baadaye, Agosti 2024, Ukraine wakatumia Marine drones kulipua kingo za hili daraja. Na Juni 2025 wametumia Marichi underwater drones. Yes, Marichika ni drones ya kwenye maji. Ukiiona ni kama submarine ka kubeba Marichika, ina urefu wa mita 6. Wanaita unmanned underwater vehicle.
ni made in Ukraine na ina uwezo wa kwenda hadi kilomita 1000. Inatumika kwa kazi 3: doria, usafirishaji na kushambulia adui. Wanasema zilitengenezwa kwa ajili ya zile missions za kujitoa muhanga, suicide mission, kwenye maeneo ya baharini dhidi ya Russia. Kampuni inayozitengeneza inasema inapata pesa kutoka michango ya wananchi, public funded. Wanasema hivi kwa sababu kisheria ikijulikana EU au USA wanaisaidia Ukraine direct kuwapa teknolojia ya kushambulia Russia badala ya kujilinda, ni sawa na tangazo la vita moja kwa moja. Hata hivyo, waliopita Cuba au Venezuela, kuna maswali ambayo wanajiuliza. Moja, ili kutengeneza marichika ikamilike, unahitaji mambo 5 kama ya Red JD. 1, advanced engineering, yani utaalamu wenyewe wa kuitengeneza mashine. 2, navigation and AI system, yani ule mfumo wa kuendesha hiyo mashine. Mfano, kuna anayetengeneza simu alafu kuna anayetengeneza mfumo unaoendesha simu, Android au iOS. Kwa hiyo labda Ukraine wanaweza kuzalisha mashine, but hii mifumo hawana. Ipo NATO, Marekani na nchi zilizoendelea. 3, secure communication links, yani linki salama ambayo utaweza kuwasiliana kati ya chombo na waongozaji kikiwa safari, ambayo haitoweza kuwakiwa na adui. 4, underwater detonation expertise. Hapa wanazungumzia ufundi na mafundi wa vilipuzi vya chini ya maji, ambao hawa walipua baruti huenda Ukraine wakawa nao. 5, funding and testing infrastructure, kwamba hakuna chochote kwenye science kinachothibitishwa bila kufanyiwa majaribio, na hilo zoezi linahitaji budget na rasilimali watu na location maalum. Ukraine ambayo inasota na vita plus hali ya wananchi, ni ngumu kuweza kuafford kufadhili miradi ya aina hii. Hata umbali ambao malichika yametoka pwani mwa Ukraine kuzipita rada na meli za Russia zilizosambaa Black Sea na kuzunguka Crimea hadi kufika lilipo daraja, sio mission ya kitoto ya kufanikishwa na mtoto mdogo kama Ukraine. Wauni wanasema Ukraine ni kama dogo pattern ambaye sio kama anauza yeye mwenyewe, anauziwa. Ila kesi ya vilipuzi Ukraine inasingiziwa. Ila pande sio kwamba nauza mimi mwenyewe, nauziwa. Ila kesi ya robari ya pande nimesingiziwa. Mama, kutokana na matukio ya Ukraine ya kushambulia kwa kushtukiza, Russia nayo imejipanga kisasa kama Rozi Mwando, na moja ya majibu yametokea China. Mzee wa weka ndani Putin akapiga video call kwa mwanae wa faida, mkali wa hizi kazi, Xi Jinping, kipande cha Beijing, China. Like, mzee mwenzangu, kwanza ni hao? Akajibu, ni hao, Pu Jingzingtong. Putin hapo hakuelewa, ikabidi aunganishe, asalamu alaikum. Como estas amigo, namaste. Wakacheka. Ex akamwambia, kaka, unafuatilia kwa masava ya Diamond, wakati nasikia wajina wako mtoto mdogo Vladimir Zelensky anakupelekea moto wa drones tena mchana kweupe. Putin akajibu, kweli mwanangu, nacheka huku naogopa. Dogo Zere nilimchukulia kama comedian Mengele wa Iringa, kama Fadeseli alivyowahi kusema kwenye live na G. Na huyu mchekeshaji Zelensky asiwe sababu Zelensky mmoja comedian kama yule Mengele kale Iringa, sika comedy kale. Lakini naona kama dogo anajikuta mwamba kweli. Najua kwenye store yako hukosi kitu mzee mwenzangu. Nataka nifanye shopping hapo Beijing. Mzee X akajibu, hilo ni swala dogo Mwaisa. Kamata hii hapa, Jingmo Lei Show. Mzee weka ndani akauliza, Jingmo Lei Show ndo nini tena? Mbona haina hata sehemu ya kurusha kombora? Akaambiwa silent hunter. Yes, mwindaji wa kimya kimya. Kwa muktadha kibongo tunaweza kusema simba mwenda pole. Hii ni rada ya teknolojia ya juu ya jeshi kutoka China ambayo Russia wanaitumia kupambana na drones za Ukraine. Picha linaendelea. Kama nilivyokuambia, yani Madini.com ni zaidi ya chuo. Madini.com wanakuelezea kwa undani zaidi.